Na sita tuelekee kaunti namba 40 ambapo viongozi wa kisiasa na wale wa kidini huko Busia wamekemea baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaowachochea vijana kufanya maandamano na kutekeleza uhalifu pamoja na kuiba mali na kusambaratisha taifa kwa maslahi ya kibinafsi. Walikuwa wakizungumza katika hafla tofauti wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Paul Otuoma. Uharibifu wa mali ulioshuhudiwa wakati wa msukosuko wa maandamano nchini mnamo Juni 25 unazidi kuzua mjadala kali miongoni mwa viongozi wa Busia. Licha ya vijana katika kaunti hiyo kufanya maandamano ya amani pasi na kuharibu mali, wameraiwa kutotumika na wanasiasa kufanya maandamano siku zijazo. For those who want to express themselves, please do it without destroying other people's property. Our constitution allows you to express yourself, but don't destroy other people's property. There are limits to what you can do. Let us not have politicians who are inciting their communities. Vijana wa rika ya Gen Z wametakiwa kuwasilisha matakwa yao kwa njia mwafaka pasi na kushiriki maandamano na kuzua vurugu, huku mahakama ikitakiwa kuwachukulia hatua kali wanaoharibu mali ya watu kwa kisingizio cha maandamano. Majenzi wa Butula, mimi ninawaomba hata mkienda kwa barabara msiwache watu wa nje wavunje vitu yetu, kwa sababu ndio tuna grow. Sasa kama tuko kwa growth tena tunaharibu mali yetu, haitakuwa mzuri. Wale upinzani wenye wako, mimi sioni option pale, manake mtu mmoja hii Kenya anachangia, anaweka fitina sana. Mnakumbuka tukifanya demonstration na mheshimiwa Raila wakati wa sufuria, Rigathi ndiye alikuwa anaenda kwa ofisi saa 10 akisema ukienda kwa polisi mujaribu kuandamana, polisi hatapiga we busu ama kiss, atakupiga tear gas. We pia wacha usikize kwa mwili vile tulisikia. Sisi tuko na watoto wa Gen Z. Watoto wa Gen Z wako na nia mzuri, na hiyo nia yao mzuri ndio ilifanya hata tukawa na broad based government. Lakini kuna mtu mmoja hapa Kenya, ule Mswahili anasema ni hasidi. Huyu hasidi huwa hakosi sababu. Yeye ana sponsor goons kwenda kuharibu agenda ya Gen Z. Wakati huo huo, viongozi wa kidini wamekashifu vikali matamshi ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ya kuamrisha maafisa wa polisi kuwapiga risasi waandamanaji wanaotishia usalama wa vituo vya polisi. Murkomen is ordering people to kill our children. The Gen Zs, tukubali tu Gen Zs are ahead of these people, because wakiamua kufanya watafanya, but that's not the best way to kill. The best thing we can do is to dialogue. Why are they reacting the way they are reacting? Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.